ya michezo. Ngome ya michezo. Karibu Beni Pambakali, ni duka la nguo ambalo linapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brand mpya mjini Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakusamini sana mteja wetu. Deliver tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, asante. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-Level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka, wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Mpenzi mtazamaji wa Baraka TV, kipindi ambacho natazama hivi sasa ni Ngome ya Michezo, ambacho kinaangazia masuala mbalimbali ya michezo hapa nchini Tanzania, na hususan tunakuwa na wachezaji wa zamani ambao wamecheza miaka hiyo, ambao wanatupa historia zao, ni namna gani ambavyo wao waliutumikia mpira wa miguu au waliutumikia michezo mbalimbali hapa nchini, na sasa wanajihusisha na nini, maisha yao yakoje, nini ambacho wanakifanya hivi sasa. Hiki kipindi kinaitwa Ngome ya Michezo. Mimi langu jina naitwa Derrick Lwasye, ukipenda niite Baba Nongi, wengi wanapenda kuniita hivyo. Tutakwenda kuangazia mambo mbalimbali kuhusiana na masuala ya kabumbu. Leo tuna mgeni wetu ambaye anajulikana kwa jina la Joseph Mwasile, wengi penda kumuita Walinazi. Huyu ni golikipa wa mpira wa miaka hiyo, wengi wanamfahamu sana ukiangalia vya ndondo, wale wapenzi wa Tukustar, wapenzi wa Kimondo, wapenzi wa Njombe Mji, wengi wanamfahamu huyu golikipa ambaye alitumika kwenye hivyo vilabu miaka hiyo ya nyuma. Langu jina Derrick Lwasye, kupenda niite Baba Nongi. Usiondoke, kaa karibu uweze kuangazia kila ambacho tunacho siku ya leo. Jose. Naam. Karibu. Asante sana. Mimi nakufahamu kama Joseph Mwasile, lakini jina maarufu Walinazi. Kwa nini Walinazi? Mimi naitwa Walinazi kwa sababu kipindi 2004-2005 wakati tuko Stars, kuna marehemu mmoja tunamuita Godfrey Boni Mandanji. Mazoezi ya asubuhi kila tunapofanya, mimi nilikuwa nafanya vizuri sana. Kwa hiyo kuanzia kipindi hicho tuko pale Tuku Stars,
tulikuwa tumeweka kambi Wasibu hapo. Akaniambia yani kuanzia leo wewe huwezi kuitwa tena Joseph Saizi Mwasi, utaitwa Walinazi. Walinazi. Kwa kuanzia hilo jina, kuanzia siku hiyo mpaka leo naitwa Walinazi. Hilo jina alinipa Godfrey Boni Mwandanje. Unajua mimi nilikuwa najiuliza Walinazi kwamba ndugu yangu kwa napenda sana ubwabwa ambao umechanganywa na vitu kama hivyo. Walinazi sio kwamba ni jina kutokana na kazi yangu nzuri ya michezo. Jamaa akasema mimi ni mtamu kama Walinazi nikiwa golini. Kwa hiyo wewe ni mtamu kama Walinazi nikiwa golini kwenye kazi yangu. Okay, mtazamaji wa kipindi cha Ngome ya Michezo ambaye anatutazama hivi sasa kupitia Baraka TV, anataka kujua kali yako mpira ulianza kucheza wapi? Mafanikio yako kwenye mpira ni yapi? Kwa mfano mimi ukiniuliza kama Derek nitakwambia mimi Jose wakati anacheza Tukusu kumuona, ila wakati anacheza Kimondo nilikuwa naye pale. Lakini kuna mwingine ambaye anataka kujua historia yako ya mpira ulianzia wapi mpaka unakuja Tukusu Star, unatoka Tukusu Star unaenda vilabu vingine. Hebu tuambie historia yako ya mpira sasa. Historia yangu ya mpira mimi nimeanza muda mrefu sana. Mwaka 99 nilikuwa niko Tabora pale. Kuna timu moja ya Mwarabu moja alikuwa anaitwa Niza. Ni Waarabu watupo, mimi ndo nilikuwa tu afkasti wa Tanzania. Yule jamaa alikuwa na hela kidogo pale wala Tabora. Baada ya pale nikacheza mwaka 2000, nilikuwa bado niko darasa kama la 7 hivi. Sawa, nikaenda Umtashumta, tulifanyia mkoa wa Morogoro. Mgeni rasmi alikuwa Mkapa. Mheshimiwa Mkapa ambaye sasa hivi ni hayati. Ile Umtashumta ukuisha kwa sababu mkoa wa Mara walileta watu ambao sio wanafunzi. Walileta vijeba. Vijeba. Kwa hiyo ikaonekana hakupatikana bingwa. Kama nakumbuka kuanzia mwaka 2000 Umtashumta ukafutwa. Tulivyorudi pale mimi nikarudi. Kwa kumbe sababu ya kufutwa miongoni mwa sababu ilikuwa ni ile kwamba watu walikuwa wanapeleka wachezaji ambao sio wanafunzi. Sio wanafunzi. Walikuwa wanapeleka vijeba kwa kweli. Tunacheza pale lakini tunakutana na vijeba. Mtu ana ndevu anasema ndo darasa la 7 anamaliza mwaka huu. Kwa hiyo kutoka pale nikarudi Tabora. Mwaka 2000 hiyo baada ya kurudi Tabora kumaliza shule nikajiunga na timu moja wanaita Mlimani FC. Kuna gereza moja liko Tabora wanaita Uyui. Kule mbele kule kuna kikosi fulani cha jeshi kinaitwa Lada. Walikuwa na timu moja inaitwa Mlimani FC. Ndio. Hiyo Mlimani FC mwaka 2000 daraja la 3 tukacheza. Tulivyocheza tukafanikiwa kuwa mabingwa wa mkoa wa Tabora. Tulivyotoka pale kituo kilikuwa Mpanda. Tulikaa Mpanda kule kuna sehemu moja inaitwa Makanyagio. Na kulikuwa na timu pale inaitwa Makanyagio FC. Ndio Makanyagio FC ndio walikuwa mabingwa siku hiyo. Sisi tukashika nafasi ya pili. Huko Mpanda huko. Kwenye ilikuwa kanda ile. Timu zilizopanda kila mkoa tunaenda kule. Tulipofika kule sisi kwa mabingwa, wenyewe wakawa mabingwa, sisi tukachukua nafasi ya pili tukapanda kwenda daraja la pili. Na Makanyagio nadhani ndio timu ambayo Makanyagio ndio timu ambayo unaona imenani ilimtoa yule mwamuzi anajulikana kwa jina la Jafari. Inawezekana sina kumbukumbu vizuri. Yupo anachezesha ligi kuu. Baada ya hapo tukarudi Tabora. Baada ya kurudi Tabora naona timu ile kavurugika. Ilivyovurugika nikawa pale mtaani Tabora anacheza timu moja wakazi wa Tabora wajui inaitwa Gongoni Star. Yani pale kulikuwa mtu anaitwa Mwinyi Mkuu. Huyo ni striker. Alikuwa anacheza Milambo, alafu anakuja na kusaidia timu yake ya mtaa inaitwa Gongoni Star. Wengi watakuwa wanamfahamu huyo jamaa. Kwa baada ya kutoka pale ndo nikawa nimerudi kuja Mbeya. 2003 watu wote najua kulikuwa academy hamna Mbeya hapa. Ndio. Mimi nikawa na timu moja inaitwa Tukusu Stars 2003 hiyo. Nacheza African Boys Nzovwe, alafu nashinda na Tukusu Stars walikuwa wameweka kambi kule Nzovwe. FCDC. Sawa. Alikuwepo goalkeeper mmoja anaitwa Emmanuel Mwansile. Namkumbuka sana. Yule ndo alikuwa ananipa hamu ya kusema wewe utakuwa kama mimi. Sawa, Emmanuel Mwasile, kulikuwa na Maudi Mwalwembe, sawa. Kuna kurefu na lasta mmoja anatoka Simike pale. Maudi Mwalwembe nadhani ndio huyu aliyefunguaga goli 7 huyo alafu akaibuka man of the match. Na Simba ilikuwa Tusker Challenge Cup. Naikumbuka hiyo. Chuma 7 alafu naibuka man of the match. Wengi walikula. Tukusu Stars walikula 7. Kama nakumbuka Tabora wale. Tabora ilikuwa inaitwa nini? Enzizo hapana chana Milambo walikula 7. Hiyo Simba ilikuwa ya yule kocha Mzambia alikuwa Patrick Fili. Kwa kila mtu alikuwa anakula 7 5. Baada ya hapo ya Tukusu Stars
enzi hizo walikuwa wanavaa jezi ile wa Safari Laga. Yes. Kama watu wanakumbuka. Nikakaa na Tukuyu Stars 2003, 2004 wakaja wale Vodacom. Wakadhamini mashindano ya ligi kuu. Na mimi pale ndo kulikuwa na kiongozi mmoja hapa akanichukua kwamba mimi siwezi kuondoka kwa sababu bado nimekuwa kwenye Tukuyu na ni golikipa mzuri. 2004 na mimi nikawepo kwenye timu. Ligi kuu ya Vodacom. Sawa. Hapo niko mimi, yuko Mbega Dafa, yuko Steven Mazanda, yuko Godfrey Boni, akina Emmanuel Kauka, yupo Gaudence Mwaikimba, Emmanuel Mwagamwaga. Hiyo ndo Tukuyu Stars ya mwaka 2004. Usajo Mwamponda, Antoni Matangalu, Donald Kayanda, Aswile Asukile. Mimi nilikuwa ndo mdogo golikipa mdogo. Kwa hiyo wanavyosafiri naweza kabaki kambini, mechi za karibu na mimi navaa, wananifurahisha na kuwa katika soka. Na Tukuyu Stars ilivyoshuka, mimi ndo nikabaki pale kama Giant sasa. Nimeshuka kwenda ligi daraja ya kwanza, tukahamia Tukuyu. Mimi ndo nikawa kapteni. Ndio. Nzizo kawa kapteni 2004, 2005 kukawa na Polisi Mbeya, sawa? Na Tukuyu Stars zote zikawa ligi daraja la kwanza wakati Tukuyu imeshashuka. Nakumbuka na kipindi hicho ndio kipindi ambacho kulitokea mgogoro kidogo. Ndio. Kwamba watu wakasema kwa nini Tukuyu timu ya Tukuyu afu inakaa mjini. Wenye nayo watu wachukua kama kuichukua. Ndio wakatuchukua tukakaa pale Landmark kama wiki, kutoka pale wakaturudisha Msasani. Msasani tukaja FDC hapa Katumba. Ndio tupo na kina Benjamin Asukile, akina Israel Mwambona, akina Kevin Mponzi, sawa, akina Venus Mligo Chuma, umeona? Enzizo kocha wetu alikuwa marehemu Obi Sakabuka. Mungu amweke mahali pema peponi. Amen. Kwa hiyo kipindi hiko mimi nikawa kapteni sasa. Kwa baada ya kuwa kapteni, timu zetu za ligi daraja ya kwanza mara nyingi zinakuwa hazina kipato. Kipindi hicho. Kwa sisi tulikuwa tunacheza mpira kutoka moyoni. Ukikuta Walinazi yupo kwenye kazi yangu utanipenda. Kwa sababu tulikuwa tuna bahati ya kwenda huko kwa sababu tulikuwa tunacheza mpira ili tuonekane twende mbali, lakini ndio hivyo. Paka unatuona tuko hivi ni majali wa Mwenyezi Mungu. Kwa 2005 tulicheza ligi daraja ya kwanza. Kituo kilikuwa Mbozi. Sisi tukachukua nafasi ya kwanza. Wakakata rufaa Polisi Mbeya. Wakasema tulimchezesha mchezaji ambaye amesajiliwa timu mbili. Huyo mtu alikuwa anaitwa Edom. Polisi Mbeya enzi ilikuwa inaongozwa na Kova. Akakata rufaa. Kwamba sisi tumechezesha mchezaji ambaye amesaini timu mbili. Kwa sisi rufaa ikaenda Dar es Salaam. Alienda mtu mmoja wanaita nani? Nimemsahau jina kidogo, mwalimu wetu mmoja. Basi wale jamaa wakashinda Polisi, sisi baadaye kwenda kwenye kituo ili turudi ligi kuu, tukashindwa kwenda, akaenda Polisi Mbeya. Ambaye ndio baadaye akajiita Kalume. Akaenda Polisi Mbeya. Baada ya kwenda Polisi Mbeya, baada ya hapo na sisi tukawa tumerudi kambini, lakini hatukutawanyika, tukawa bado tunafanya vizuri kutokana na timu yetu haina kipato. Tukawa tuko Tukuyu kule Msasani nani Katumba hapo. Tumecheza pale sana kwa muda mrefu na tumekaa pale. Baada ya hapo ndo ikachaguliwa timu ya mkoa. Wengi wanakumbuka ilikuwa inaitwa Mapinduzi Star. Mapinduzi Star ilikuwa ni timu ya moto kweli. Kwenda kwenye mashindano ya Taifa Cup. Hapo kulikuwa na magolikipa kama 10. Alikuwepo Joseph Saizi Mwasile, akapafa na Walinazi. Aswile Asukile, Dennis Edwin, Ivo Mapunda, Donald Kayanda. Walikuwa watu magolikipa kama 8. Kocha alikuwa ni Mwambusi. Ndio. Kwa hiyo tulikuwa tunafanyia mazoezi Sokoine. Wanatakiwa magolikipa hawa wawili ili tuondoke na timu. Utaondoka na nani? Uondoke na Dennis, uondoke na Aswile, uondoke na Ivo au uondoke na Walinazi. Wanataka watu wawili. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwezo ambao mimi ninao, nikaondoka mimi na Dennis Edwin. Wewe na Dennis Edwin. Mechi yetu ya kwanza ilikuwa Sokoine hapa. Tunacheza na mkoa wa Rukwa. Mimi wakanipendekeza kwamba nianze kucheza. Ile mechi ilikuwa ngumu sana. Mvua ilipiga sana. Sasa mwalimu akaniita Mwambusi. Walinazi, mazoezi unafanya vizuri sana, ndio maana sisi tunakukubali. Mechi ya kwanza leo mkoa wote unakutazama wewe, Mbeya nzima inakutazama wewe. Tunaomba uanze mwanangu. Mimi nakuamini utafanya vizuri. Nikasema mwalimu, hamna shida. Mungu ni mwema, nitafanya vizuri. Golini nilikaa mimi. Namba 2 alikaa, tulikuwa tunamuita Pambano ni fullback mmoja anatokea Polisi. Namba 3 alikaa Mngasika. Namba 4 alicheza Seka Bugoya. Namba 5 akacheza Mbega Dafa. Namba 6
alikuwa amecheza Godfrey Boni Mandanji. Namba 7 tunamuita Ndanda Kosovo, wengi wanapenda kumuita Yona Ndabis. Sawa. Namba 8 alikuwepo Steven Mazanda. Sawa. Namba 9 akacheza Kevin Mponzi, the good header. Magoli ya vichwa alikuwa anafunga sana. Namba 10 kuna mtu mmoja anaitwa Terminator. Hapa Prison wanamjua, Oswald Morris Terminator. Namba 11 akawa Shabani Mtupa. Ile mechi nakumbuka tulishinda 5-1. Dakika ya pili tu anaitwa John Kanakamfumu. Aliwatoka mabeki wangu, kupiga shuti akaweka. Dakika ya pili tu imo mimi nataka niinganganie ngome ikazama. Akina Mbega wakasema Walinazi tunakuamini. Dakika ngapi Oswald Morris akaweka mpaka tunamaliza kipindi ilikuwa 5-1. Baada ya hapo tukaenda kucheza na mkoa wa Iringa, tukaenda Sumbawanga tukawafunga pia. Wakaja Iringa tukawafunga, tukaenda Dodoma tukawafunga kanda ya kati. Tukaja Morogoro tukakutana na Mzizima Dabi tukawafunga. Sawa. Tukawafunga. Tukaenda sasa Dar es Salaam tulikutana na Mtwara. Hapo ndo tukaja tukachukua kombe tukawa tunakuja nalo Mbeya. Na hapo kufika Igurusi tulikuta wakazi wote wa Mbeya wako pale Igurusi wanatusubiri kwa hamu. Na kipindi hicho Mbeya mpya kweli. Mbeya kwa yupo Kova, yuko Mateo Kalesi, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya anaitwa Changa, alikuwa anaitwa Changa. Sawa, alikuwa mcheshi sana, mtu wa michezo. Bonge. Mtu alienda Kilimanjaro. Kwa hiyo Mbeya kweli kumechangamka. Kwa hiyo kwa kweli kwenye upande wa michezo tumefanya vizuri. Kwa hata wakazi wa Mbeya ambao walikuwa wanaona kipindi hicho ukinikuta mimi niko Nzovwe, niko Iunga Stars hizo tunacheza sawa kwa ndondo zote za hapa mjini au mechi tofauti na hizi ilikuwa hivyo. 2011 nimeruka hapo katikati, nilikuwa niko busy nikaenda huku na huku. 2013 Mbeya City wakawa wanapanda kwenye ligi ya kwanza kama nakumbuka alikuwepo Mwambusi, alikuwepo na Mwaka Marusi. Sawa. Wakati tunakaa Nzovwe tunachezea African Boys hapo, nikaenda mimi George Mpole na Deus Kaseke. Hapo Wasibu tunafanya mazoezi. Baada ya hapo wakatuacha wote. Wakaja wakamchukua nani? Deus. Mimi baada ya kumchukua Deus nikaona Mbeya sasa mie usual, nikabeba begi nikaenda Dar es Salaam. Dar es Salaam pa nikafanya mazoezi siku 2 tu. Ndio nikawa nimesajiliwa Green Warriors. Hapo Green Warriors hapo timu ya jeshi. Na vifaa kweli. Sawa, hapo kuna golikipa yuko pale anaitwa Jeremia Kisubi. Sawa, na wengine jina limenitoka, alafu ndo nikawa mimi. Tulikuwa kama 5 wanataka magolikipa 3. Sasa kwa uwezo wangu mimi nikachaguliwa mimi, lakini nilienda mimi kama mimi, hamna mtu aliyenipeleka. Tulikuwa tunafanya mazoezi pale Mwenge, kuna uwanja mmoja unaitwa Vinyago. Kwa hiyo nimefanya sana mazoezi pale, nikaingia siku 2, siku ya kwanza, siku ya pili wakanikubali, wakanisainisha, nikawa pale. Nacheza Green Warriors misimu kama 2. Wengi watakuwa wanaifahamu hiyo timu hapo pale Mwenge. Naam. Tukustar tunajua ulicheza ile inaitwa Ndaga Mkinili. Naam. Sababu nasema kwanza ulikuwa ni kama unafanya nao mazoezi, baadaye wakaamua kuingiza kwenye timu. Umetoka sasa Tukusstars, umeenda Green Warriors. Unaweza kutambia labda ile sanifu yako ya kwanza ile ulipewa kiasi gani? Mpira wa Tanzania una mambo mengi sana. Mimi nimefika pale Green Warriors wananikubali, wakasema hii ni timu ya taasisi. Bwana Walinazi kutoka Mbeya sisi tunakubali sana. Sawa. Sisi tunataka uonekane na pia tutakupa kazi. Sawa. Wanajeshi. Nasema haina shida, ndio nataka tena hiyo. Nikaruka na juu. Ukashangilia. Chimpanga kikawaka. Wakasema lete cheti cha mama, cheti cha baba, cheti cha kuzaliwa cha mimi. Umeona? Kila kitu mimi nikakamilisha, nikakaa pale Green Warriors. Lakini unajua timu za taasisi mambo ya sanifi ni kama ndoto kidogo kwa kipindi hiko. Siwezi kusema uongo. Kwa vifaa pale tumepewa, lakini tunakaa pale kwa sababu ni timu ya jeshi ile, chakula kipo, nakula vizuri, unalala vizuri, mnasafiri bila shida na kingola kipo mbele yetu, na mechi tunacheza kwa wakati, umeona?
lakini mambo ya sanifi hata ukiniambia tukustazi sanifi iko wapi itakuwa ni vichekesho. Mpira wa zamani najua unaujua bwana Derrick, kwa hiyo hatuwezi kusema kitu ambacho kipo mpaka kama sasa hivi. Ndio. Kama sasa hivi ukinichukua mimi kwenda sehemu walinazi twende tukacheze ndondo, unaacha mezani ndo nakuja. Sawa, kwa hiyo nikaa misimu miwili, mwaka wa kwanza sienda jeshini. Watu wa pili wamepita, mimi wakaniambia mfupi. Kuna mtu mmoja anaitwa wanamuita Juma Ikangaa. Nakumbuka tulikaa kule Kunduchi. Juma Ikangaa huyu yupo kwenye riadha sasa. Ndio sasa si alikuwa kwenye upande wa michezo. Sasa ile ilikuwa anataka jeshi, wanataka nini? Intake ya michezo. Mimi waliniambia mfupi. Sijajua nilikuwa mfupi kiasi gani mpaka nikakataliwa kwenda jeshi. Hayo ni mambo ya jeshi. Kwa hiyo tuachane na huko. Kwa hiyo sainifi kwa kweli mimi ilikuwa ndo kama hivyo. Nataka mimi niende mbele. Nilikuwa nacheza kwa moyo na watu wengi walivyokuwa wananiona sio walinaza ambao ingekuwa mpaka kama sasa hivi mimi ni mtu mkubwa sana kwenye nchi hii. Lakini kwa sababu mpira wetu unavyojua hatuwezi kuzungumza sana. Kila mtu anajua alikopita. Kwa hiyo baada ya pale kutoka pale nikatoka Green Warriors nikaja Lipuli. Umecheza Lipuli pale? Nimecheza Lipuli pale, niko pale, niko mimi, yuko Saluma Chaku, yuko tena Yona Ndabila, yuko kuna mtu mmoja midfielder amepita Simba anaitwa Nud Bakari. Acha kabisa, weka huku anaweka huku afa anachukua mali, tunaenda. Unaona? Baada ya pale kulikuwa na mechi moja, Lipuli tumeenda kucheza na Kimondo, sawa? Ndo naenda huko. Nilipofika pale kuna mtu mmoja anaitwa Eli Kiambakisi. Minga. Ile mechi ilikuwa ngumu sana. Ile timu ilikuwa na watu. Pale mbele kuna Monti Stefano, kuna George Mpole, kuna Mpoki Fulbeki huyo. Wanakuja kweli yani. Mpoki Mwakinyuke. Mimi nilipewa jezi mpya. Baada ya kutoka Lipuli, mimi sikwenda kule, walinisaini kutoka kwenye mfumo. Nilipandia gari wanaita Simike, kituo kilikuwa Simike hapa. Nilipanda, ilikuwa tarehe 24 mwezi wa 12. Tarehe 25 nimepanda gari hapa Simike. Tarehe 26 tunacheza mechi pale. Sijafanya mazoezi na timu. Ila mimi wamenisajili kutoka kwenye mfumo. Basi baada ya hapo nikaenda pale mechi ya kwanza hiyo. Nimecheza pale, Minga ameniona hiyo mechi ya kwanza. Akina George wasiposhinda ile mechi Kimondo wanashuka daraja. Lazima washinde. Walinipigia mashuti, nilipewa jezi mpya. Sawa, lakini ile jezi mpaka kufika half time imechanika. Mechi naisha, mi jezi imechanika, hata picha zipo. George Mpole ananipa hai kwamba blaza umefanya kazi, kwa sababu tunafahamiana, tunakaa Nzovwe, na nilifanya kazi kweli. Msimu uliofuata Eric Kimiga akasema walinazi, huwezi kwenda kucheza Lipuli tena, utacheza nyumbani. Akanifuata nyumbani. Alivyonifuata nyumbani tukakubaliana makubaliano ya kifedha. Baada ya hapo 2026 2016 17 mimi nafikiri na wewe ulikuwepo. Nikiwepo mimi pale, alikuwepo goalkeeper mmoja tunamuita nani yuko Mwanza huko, sawa, Mashenzi, Peter Mashenzi, sawa. Alafu kulikuwa na Joff yuko Ndaga hapo, Geoffrey Mwaliego. Baada ya kutoka Mbeya City tulikuwa nao pale na kweli tulikuwa tuko vizuri, ni kipato tu kilikuwa hamna. Tukashinda kwenda mbele na timu ikashuka, tulishindwa kusafiri na kumbuka kwenda kucheza na JKT Mlale. Tulishindwa kusafiri. Mechi ya marejeano. Ya marudiano. Mechi zote tulicheza hapa. Baada ya hapo ikaa hivi. Ndio mpira ukawa hivyo sasa. Unaenda huku, unaenda Zambia, nikaenda na Konde City Council, nikakaa mwaka mmoja, nikaenda Chitipa United. Unakumbuka tuliendaga cheza friend match. Mimi baadaye nilipata mtu mmoja anaitwa Peter kule, akaniita njoo. Nikaenda kule nikakaa kidogo na kwenye no money nikarudi, na Konde City Council no money nikarudi. Ndio nikaja Lipuli 2023 24 nikasajiliwa Njombe Mji, ligi daraja ya kwanza. Hapo niko na goalkeeper giant hapo anaitwa Jackson Chovye. Hapa walinazi hapa Jackson Chovye. Wewe mwalimu nachagua unaenda na nani? Alafu mwalimu mkuu Ken Mkapa. Tuko vizuri vibaya mno. Kila mtu akija tunamweka. Kila mtu akija anamweka. Bahati mbaya ndio hivyo. Tukawa tuna nafasi ya kwenda tukabaki pale. Sawa. Nikaondoka tena. Sawa. Kwa hiyo mara ya mwisho 2023 24 nikawa tena Njombe Mji. Ndio basi Njombe Mji tukashindwa kusafiri tena kwenda Dar es Salaam. Yale mashindano yalifanyika, kituo kilikuwa Dar es Salaam. Ndio stendi kuu anapanda kwenda ligi daraja ya kwanza. Kwa hiyo Njombe Mji tulishindwa kwenda wapi? Dar es Salaam. Kwa hiyo kuanzia 2020 wameshushwa mazima. Kwa hiyo zile taratibu na kanuni za TFF kama zilizomkuta Kimondo. Kwa hiyo tena zikanikuta tena niko Njombe Mji. Kwa hiyo nyota mbili wewe. Kama kidagaa hichi.
Mimi nyota yangu bado iko vizuri. Zile timu za viongozi walikuwa hapo unga wenyewe. Sisi tulikuwa tuko bora. Sisi tulikuwa tuko bora na bado tuko bora. Kwa hiyo mtazamaji wa kipindi cha Ngome ya Michezo tupo na Joseph Mwasile, wengi wanapenda kumuita Mwalinazi. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirudi tunakuja kuendelea hapa kwenye Kidagaa. Usiondoke. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo. Karibu Beni Pambakali, ni duka la nguo ambao unapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brand mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakusamini sana mteja wetu. Delivery tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, asante. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-Level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka, wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo. Mtazamaji wa kipindi cha Ngome ya Michezo, tumerejea tena baada ya kupata mapumziko mafupi kutoka kwa ndugu zetu St. Marcus, shule ambayo inapatikana pale jijini Mbeya katika eneo la Iwambi. Ni shule nzuri sana ambayo wanafundisha masomo yote ya science pamoja na biashara. Ni shule ambayo ipo kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6. Na hivi sasa wanatangaza zile nafasi za kidato cha 5 kwa michepuo ya HGK, HKL, HGL, HGE na michepuo ya PCM, PCB na PCM. Tumerejea tena, tuko na Walinazi. Mimi napenda nimuite hivyo maana ndio jina ambalo wengi wanalifahamu. Walinazi, umetoka Green, umeenda Lipuli, umetoka Lipuli ukaenda Kimondo. Nakumbuka Kimondo tulikuwa wote pale. Timu imeshuka msimu 2016 2017. Umetuambia baada ya Kimondo ukaenda Njombe Mji. Njombe Mji nayo ukashindwa kusafiri. Ukaishusha daraja. Yaani ilishuka daraja na ukatuambia kwamba ulikuwa kama una kidagaa fulani. Nini kiliendelea pale?
Baada ya Njombe Mji kushuka, mimi nikaitwa na mtu mmoja anaitwa Douglas Silavi, utakuwa unampata tulikuwa naye akaniita midfield ilikuwa kutoka Zambia. Amecheza Mbeya Kwanza, sawa mcheza Kimondo. Nadhani sasa yuko Zanaco kama sikosei. Nakumbuka wakati Lipuli napanda pale. Nikatoka pale nikaenda kufanya interview Lipuli. Lipuli wakati ulitoka Njombe Mji. Ukaenda tena Lipuli pale. Dirisha dogo? Nilikuwa dogo mmoja anaitwa Amos, goalkeeper, sasa hivi yuko Toto. Kulikuwa na mwalimu mmoja anaitwa Aluna Yule si Mrundi baadaye alikuja Mbeya Kwanza yule mwalimu. Aluna Yes. Sasa mimi na Amos tulikuwa majeuri sana. Wakichuja leo magolikipa kwamba msije kesho, si kesho tunabadilisha jezi. Tunakuja na jezi zingine. Sasa mara ya mwisho yule mwalimu akasema wewe na wewe msikuje tena. Akawa ametukalia. Yaani sio kwamba msije tena, wewe na wewe msikuje tena. Ndio maana hata leo nikimpigia Yona Amos nikimwambia dogo msikuje tena, huwa anacheka sana. Nikamwambia mdogo wangu wewe endelea. Mimi na wewe hata tukienda sehemu kwa umbo lako ulivyo. Hata mtu akikupigia tu catching mbili atakuchukua wewe, ataniacha kwa sababu wewe age inakubeba. Kwa sababu wewe uko hivi, Mungu atakusaidia, utacheza tu. Na ndio huyo sasa. Ndio mpaka sasa hivi kipa ambaye anaitwa timu ya taifa, lakini pia yuko Pamba pale. Na kuna tetesi kwamba ni kama amesaini Singidani pale. Yani Mungu akasikia maneno yangu. Hata kesho kimpigiwa sema unamjua Walinazi usikuje tena, kwa sababu yule mwalimu alitukalili. Mimi nikienda na nyekundu leo, kesho dodo tununue zingine, twende na njano. Magolikipa wapite pale tunaenda. Yani tulikuwa tunakutana na vizingiti kweli. Nafasi ya golikipa hii jamani hatari sana. Kwa baada hapo akaniita huyo Slavia, nikaenda Zambia. Fika Zambia kule tukakuta usajili umeisha. Kwa hiyo nikawa nipo kule nafanya mazoezi. Baada hapo nikarudi tena Tanzania. Kwa sasa hivi nafikiri nasubiri tu kozi yoyote ambayo itakuja ya goalkeeping ili na mimi niende sasa nisome, kwa sababu nimepitia kwenye karia ya soka. Lazima kama nilikosa huku, najua Mungu atanisaidia, nitakuja kupata huku. Okay, Walinazi tumeona umecheza vilabu mbalimbali, lakini kuna matukio ambayo unaamini kabisa unayakumbuka ambayo ulikumbana nayo katika karia yako ya mpira. Inasemekana kuna siku ulitoka saa 11 alfajiri pale Njombe Mji baada ya kuona sasa no man. Hela hakuna. Mimi tulikuwa tumebaki wachezaji 12. Kila siku ya Mungu hela zilikuwa hamna. Mimi ndo nilikuwa kama mkubwa wao, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa pale Njombe Mji. Chovye ameshaniacha. Amekimbia. Ameondoka. Sijui alikimbia sio ameondoka, mimi sijui. Nikabaki mimi. Sasa mimi asubuhi nilikuwa na wadogo zangu wa Mbeya. Nikaamka asubuhi nikawaamsha wadogo zangu. Tuko Njombe Mji. Wametuweka pale loji. Kuna loji, alafu kuna guest, alafu kuna hoteli. Mimi nafikiri si tukua guest. Sio loji au hoteli. Si unajua kitanda ukikaa vibaya kinashuka. Kwa hiyo mimi asubuhi saa 11. Na hiyo ndio camp yani. Asubuhi nikampigia simu. Unajua ukiwa na mwanamke mwenye hofu ya Mungu, inabidi umshukuru Mungu. Ndio. Nikampigia mama watoto angalia kule kwenye banda hamna kuku aliyekuwa. Akasema wapo, akasema basi muite mtu. Akachukua kuku, akanitumia nauli, mimi nikachukua basi nikashuka 8 asubuhi, nikawaga wadogo zangu mimi bwana narudi zangu Mbeya, nikawaamsha nikaondoka na vitu vyangu, ili baadaye wasio wakasema nimechukua mipira yao au nini. Unakuta mtu anaangalia begi kwa ustaarabu, kwa sababu tumeishi huko kwenye vilabu. Wakitaka kutengenezea skendo wanaweza kukuwekea hata kitu chochote ambacho wewe ukuondoka nacho, wakasema ondoka nacho. Na baada ya hapo sasa ndo sijapata klabu nyingine ya kucheza, japokuwa niko fiti. Kwamba unaweza kuudibua. Mimi sina mtu ambaye atakutana na mimi tupo kwenye competition atakimbia yeye. Labda kila mtu na bahati yake. Hilo ndo linabaki sasa. Ila tukikutana kwenye milingoti mitatu utaniambia mimi nina miaka labda 38, wewe una 18. Basi tukutane kwenye kazi, utakimbia wewe kwa sababu mimi najiamini. Mimi nimefanya mazoezi na Kaseja pale Vinyago, tunafanya masaa 2-3. Kisubi anakuwa ni shahidi. Kwa mimi ukinitia kwenye mazoezi, namshukuru Mungu mpaka sasa hivi na afya njema. Nao kama napiga goli kiki mpaka kwenye mpira unavuka upande wa pili. Sasa unaonaje kama sina nguvu? Nguvu zipo. Watoto wa sasa hivi wanakula vinjunga, lakini hawezi kushindana na sisi. Sisi tumecheza mpira na kila Maudi, unaenda peku mmoja chakulia, daruga zinaitwa kipindiko. Dingi ana uwezo zile DH. Sasa hivi bwana Derek wewe mwenyewe unaona mpira ni biashara. Kwa hiyo sisi kama tulikosa kwenye kucheza, kwa sasa hivi natakiwa tu invest kwenye kusomea ili tuwe walimu, kwa sababu hata sasa hivi mimi
ni teaching nzuri sana goalkeeping, kwa sababu nimepita sehemu ngumu. Kwa hiyo mimi najua kwenye mpira hata kama mimi nikipata nafasi wapi naweza nikafanya nini na tunaweza tukafanyaje. Ila kumekuwa na mabonanza mengi sana ambayo yanafanyika hususan kwa wale wachezaji wa ligi kuu wanakuja na ndani mabonanza kwa ajili ya kurejesha kwa jamii. Na Mbozi ni kama linafanyika tarehe 25. Naam. Litafanyika tarehe 25. Vipi? Hiyo ya tarehe 25 inafanyika na mimi nitakuwepo kwa sababu mimi ndo legend wa Mbozi. Ukitoka hapo kwenda Songwe kule, mimi mpaka kule nafahamika kama mkazi wa Songwe kwa sababu mimi mwenyewe kule nina kibanda. Kwa hiyo mimi ndo goalkeeper professional wa Songwe. Kwa hiyo kama kuna goalkeeper mwingine wa mkoa wa Songwe anaweza kufanya competition na mimi hata kesho akamu, lakini hawezi. Mimi ni professional goalkeeping kweli. Kwa hiyo kwenye mkoa wa Songwe mimi ndo goalkeeper mkubwa. Na unazungumzaje sasa hiyo? Kwa hiyo tamasha mimi nazungumza kwamba litakuwa zuri, sio la kukosa. Kama wewe bwana Derrick na wewe upo, hilo sio la kukosa, litakuwa zuri kuanzia asubuhi saa 4 mpaka saa 12 jioni. Mechi itakuwa nzuri kwa kweli kwa sababu kuna mechi kama 4. Kuna ratiba sijaishika vizuri ila kuna mechi kama 4 zitachezwa. Mimi najua kuna wale nani ni Mapinduzi Queens nadhani. Mapinduzi Queens watakuwa na mechi yao pale. Alafu kuna sisi Legend wa Kimondo tutakuwa na mechi yetu pale. Ndiyo. Lakini pia watakuwepo wale wachezaji sasa wa ligi kuu. All Star na wachezaji wa ligi kuu. Ndio itakuwa main card sasa. Wataenda kidibua pale. Kwa hiyo sisi na kina Eric Minga tuna kamichike tu pale kama maveterani. Kwa hiyo tuambie tu wakazi wa mkoa wa Songwe waje kwa wingi siku ya 25 kuja kushuhudia kandanda safi kutoka kwa sisi Legend wa Kimondo. Unajua watu wanajua Get Derrick hajacheza mpira. Ukinikuta uwanjani mambo yangu sinajua. Mimi nakujua. Kipindi kile tupo na mwalimu nani yule? Novatus Fulgence. Si yuko wapi yule mwalimu? Mwalimu mechi kesho ananyang'anya simu leo. Sasa tutawasiliana vipi na mama na umo? Alafu timu haina hela. Jamani, today phone kama mimi. Usiondoke leo utazama kipindi cha Ngome ya Michezo. Hapa bado tuko na Joseph Mwasile. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo. Karibu Beni Pambakali ni duka la nguo ambalo linapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja. Zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakuthamini sana mteja wetu. Deliver tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana. Asante. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB,
PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri, rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka. Wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Na mtazamaji wa Baraka TV, moja kwa moja tumerejea hapa. Ndugu yangu Delika amekupitisha na Walinazi. Mimi nitaita hivyo. Ilo jina lingine la Mwasile achana nalo kwanza. Walinazi, kitu ambacho wengi tunapenda kula. Karibu sana. Awamu hii tunaenda kuzungumza mambo mengine. Nitakaye kuongozea matangazo haya kwa awamu hii naitwa Ezila Mwilwa. Tutaenda moja kwa moja kuzungumza na ndugu yetu mkongwe Walinazi. Uzuri yupo katika eneo ambalo hata mimi nimejaribu kidogo kuvita huko kuona kupoje. Walinazi. Naam. Habari ya siku nyingi bwana? Salama, namshukuru Mungu, mimi niko poa. Kipindi hicho Lipuli, Njombe Mji, Green Warriors. Muda mrefu bwana. Muda mrefu sana, muda mrefu. Ndio vilabu vyetu vilikuwa maarufu. Lakini pia umepita Kimondo. Tukuyu. Kimondo hiyo imewatoa kina Mashua, kina nani. Yaani ilikuwa ni timu kweli. Ukienda pale ujue ni mtu, kama una kipaji huwezi cheza. Ndio. Sawa bwana. Kubwa zaidi mimi natamani tuweze kuzungumza mambo tofauti. Na kubwa zaidi kwenye mpira. Nazungumza mengi na Deliki. Lakini tukio gani ambalo kwenye mpira mpaka hivi sasa unasema hili tukio katu sitolisahau, lakini pia utatuambia tukio ambalo lilikufurahisha zaidi? Mimi tukio ambalo sitasahau na huwa alikuwa ni ndondo moja yuko Baruku huko. Sawa? Ndondo nienda kucheza ndondo. Sawa? Tulifika kule, ilikuwa mshindi anachukua ng'ombe. Ile mechi waliniambia mimi nicheze kama bubu. Yaani kisema tu mtu asipige, wakipiga imo. Kwa hiyo tukio ambalo mimi nani alikupa maelekezo? Maelekezo tu yalitoka tu kwenye kamati ya kijiji. Mimi sijui. Ila waliniambia tu wewe usicheze, cheza bila kama bubu, usiongee. Lakini mimi naongea. Acha. Hamna maibo, hamna sijui misi, no. Yaani paka dakika 90 ucheze bila kusema kitu chochote. Lakini mimi kwa sababu mimi sikuweza. Dakika 15 tu ilipigwa cross, nikasema sipige kichwa huyo. Jamaa aligusa tu imo, akanitoa pale. Kwa hiyo sitakuja kusahau. Hatari. Na lililo kufurahisha zaidi? Lililo nifurahisha mimi nafikiri ni vitu vingi. Lililo nifurahisha ni kitu kimoja tu. Kipindi kile tumechukua kombe la Taifa Cup. Na Taifa Cup tumekuja hapa, mkuu wa mkoa alitugawiwa viwanja Iwambi pale. Walitupa viwanja. Kipindi hicho ni nani? Alikuwa anaitwa mkuu wa wilaya, alikuwa anaitwa Changa, mkuu wa mkoa Mateo Kalesi. Mateo Kalesi nakumbuka. Walitupa viwanja Iwambi pale, lakini mpaka leo hivyo viwanja mimi sivioni, lakini nilifurahi sana. Mkwenda site kuviona. Site tulipewa promise, lakini mpaka kesho ipo. Kwa hiyo ukienda pale ni mashauti. Naona sijui viwanja vyetu vipo, sio hamna, tulipewa. Baada ya kuleta kombe wakasema miaka 30 ngapi timu ya mkoa ya Mbeya haijawahi chukua kombe, kwa sababu nyinyi mmechukua. Wakatupeleka kwenye ukumbi wa Mkapa tukala sherehe, lakini wakasema next week tumewapa viwanja Iwambi, tutaenda kuwaonyesha press. Lakini mpaka leo mimi press sijawahi kuiona. Sasa unasema nilifurahi, lakini kwa sababu mpaka leo sijaona basi ilikuwa hivyo. Ndugu mtangazaji, ulivyosema ulifurahi, mimi nikajua umeuona tayari uwanja na hivi sasa kuna mjengo. Unapoambiwa umepewa kitu fulani, ile ni ardhi. Sasa pale huwezi kuchukia, kwa sababu tuko kwenye ukumbi, mtu anajitangaza. Hata kwenye harusi anasema sisi kamati tumempa TV, tumempa gari. Si mnashangilia au mnasubiri muone kwanza? Si mnashangilia kwanza? Sasa mengine yanakuja baadaye. Si tulishangilia pale. Umeona?
wengi tu, akina Shabani Mtupa, akina sijui labda wenzangu walipata, akina Sajigwa, akina Gaudens Mwaikimba, tulikuwa yani timu nzima, crew nzima, lakini sidhani bwana we mpaka kesho sijui kama wenzangu walipata, lakini hamna aliyepata, ila viwanja vya sisi vipo. Viwanja sijui viko wapi. Basi kuwa na imani kwamba huenda mtakumbuka, si makablasha yapo bwana na majina yapo. Siasa basi tuache huko, tuendelee na kitu kingine. Tumezungumza vizuri sana kuhusiana na matukio ambayo unayakumbuka na tukio ambalo lilikufurahisha. Umezungumza kwenye tukio ambalo lilikusikitisha sana, tukio ambalo hutalisahau. Imani za ilikuwa imani ya mimi sikuamini. Mimi sikuamini kwa sababu sikuamini. Wakaniambia wewe ukienda uwanjani tumekulipa hela kutoka Mbeya mpaka huko, tulikuwa tumelipwa kama 60 kila mtu. Wakasema sasa wewe kama uamini, sasa tunaomba ucheze kama bubu. Sisi ukicheza kama bubu utafaulu, lakini ukianza kuongea tutafungwa. Lakini dakika ya 10 na ngapi ile tu sikumbuki vizuri. Nilivyosema sipige kichwa huyo, jamaa kaweka imo. Lakini si nilisema kwa mimi sijazoea hivyo vitu, kwa hiyo nikashindwa. Mimi sio bubu, naongea. Usiwezi kuact kitu ambacho mimi sikiwezi. Kwa hiyo nikasema asipige kichwa. Si mimi naenda kuchukua bolo, lakini mtu akawa amefunga wakanitoa. Lakini medali sikurudisha, nikawa nazo mfukoni. Siwezi kurudisha hela. Hela sasa ikishatoka, ila ungekuwa hujapewa, sidhani kama ungepewa. Ungetafuta njia ya mkato kutoka kule kuja huku. Naamini hivyo. Lakini pia kitu kingine ambacho tunatamani tuweze kufahamu, hizi imani kwenye soka kipindi hicho ilikuwaje kwenye vilabu ambavyo umezunguka, imani hizi za tofauti hizi? Mimi nafikiri ni kalia tu kutoka zamani. Mimi hata nakuwa nasema eti mtu anaweza kusema anapiga mpira unakuja kama mkuki si kama nini, lakini mimi sijaiona. Kwa sababu mimi kwa sababu mimi nimekulia kwenye dini, hivyo vitu mimi sijavitumainia sana. Ndio maana mpaka leo niko na afya njema, namshukuru Mungu, nazidi kumpambania Mungu, ndio maana niko hapa. Lakini kuna wengine wanaamini, lakini mimi siwezi kuamini. Kama wataamini mtu yuko nyuma yangu, mimi nitaenda kucheza mimi kama Walinazi. Lakini ilikuwa mimi, hata mimi tukiwa tuko kambini, lakini na mimi najilinda, vifaa vyangu nakaa navyo mimi. Siwezi kumpa mwenzangu si akachezea au akafanya nini, kwa sababu nilikuta ipo. Lakini siwezi kumpa mwenzangu, lakini baadaye tunapozidi kukua tunakuja kisasa, mimi naweza kumpa golikipa mwenzangu akachezea vifaa vyangu, baadaye nikavichukua. Lakini huko zamani haikuwa hivyo. Kwa nini ilikuwa ipo hiyo? Mimi nilikuwa naona pale wakati nafanya mazoezi Prison, kulikuwa na Amani Simba, kulikuwa na Dennis Edwin, afu kulikuwa na Ivo Mapunda. Mimi nilikuwa nafanya mazoezi kipindi hicho mdogo. Akina Maudi Mwalwembe, nilikuwa Maudi brother Maudi. Naona mwenzio kumpa gloves ilikuwa ngumu. Lakini kwa sisi sasa hivi tupo kisasa zaidi. Mimi kukupa gloves kwamba kachezee, mimi nakupa tu. Kama una imani zako, kama una imani zako ni zako, lakini ukija kwangu mimi siwezi kunikuta. Labda magolikipa wa zamani ndio labda nimewataja, lakini mimi nimekuja kwenye kizazi hiki. Huko zamani ilikuwa hata mimi nilikuwa nasikia. Lakini na mimi vifaa vyangu nilikuwa navilinda. Nakaa navyo, au sio? Huwezi kuchukua kifaa changu kama sijakuazima. Una nia gani? Lazima nikuoji. Lakini kama umekuja Walinazi ni azima nitakupa kwa sababu umeazima, lakini huwezi kuchukua kama sipo. Si ndio mtangazaji? Kabisa. Ndio. Sawa, zamani tulikuwa tunaona viwango vya magolikipa. Yaani uwezo wa golikipa fulani na golikipa fulani hawapishani sana, lakini hivi sasa tumekuwa na daraja kubwa sana. Yaani ukitoa yule ambaye anaonekana bora na yule ambaye anafuatia, wana utofauti mkubwa sana. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kinawafanya magolikipa wa zamani waonekane bora zaidi? Na mpaka hivi sasa tunaweza tukasema bwana Walinazi Pasha hapa kuna klabu ligi kuu ina golikipa wa aina yoyote ambaye yupo hivi sasa. Utashangaa unaenda pale unazima vizuri kabisa. Kocha anasema huyu aanze. Nadhani tofauti ni ipi? Unajua tofauti ya sasa hivi na zamani, sisi tulikuwa tunaaminia sana diving. Diving sawa, na kazi ya golikipa ni diving. No diving no goalkeeping. Kwa golikipa rafiki yako wewe ni nini? Ni ardhi. Lazima udondoke chini. Lakini sasa goalkeeping ya kisasa wanataka touch, sawa. Wanataka nini? Touch. Yani wanataka catching, wachape miguu nini, catching, tucheze mpira, wadondoke kidogo. Lakini zamani sisi ya kuazima wanasema goalkeeper anafutiwe kinzuri. Sisi tulikuwa tunatoka yani mwanzo wa goli mpaka katikati ya goli. Unaenda una dive,
na unarudi na dive, hapo anakuambia wewe una pumzi. Na sasa hivi mimi naweza kutoka goli mpaka katikati ya uwanja afu nikarudi. Lakini ukinipa goalkeeper wa sasa hivi wa kisasa, hata kama mimi nina age kubwa, tukienda pale kwenye diving, mimi nitaenda afu nitarudi. Lakini yeye akienda, watu kimuuliza anaitwa nani, hawezi akaitika. Kwa sababu pumzi itakuwa imekata, alafu hajazoea kudondoka. Kwa sisi mara nyingi tuliaminia sana diving. Ndio maana ulikuwa unasema medaka kama nyani. Sawa, tulikuwa wepesi. Tunapenda kwenda, ndio maana utakuta goalkeeper wa sasa hivi sawa wanakuwa wepesi, lakini diving wanakuwa wavivu kidogo kwenye kunyumbuka. Sisi tuliaminia sana. Ndio maana majina ya nyani yanapotea hivi sasa. Sisi tuliaminia sana kudive. Wenyewe wanaaminia sana catch. Kwa hiyo vitu vili tofauti, diving and catching. Kwa hiyo lazima ujue catching sasa hivi, afu ujue kudive. Kwa hiyo mimi kwenye diving niko bora. Kwa hiyo mimi nitakuja sasa hivi nafanya tu catching ili na mimi niwe flexibility kama wao, ijapokuwa nina age lakini hawezi kushindana na mimi, niko bora. Ukiwa golini niko bora. Sawa. Magolikipa, nimekutana na magolikipa aina tofauti tofauti. Kuna golikipa ambaye anasema mimi bora ukanipigia penati sio faulu. Wewe kwako mpira upi ulikuwa mwepesi kucheza kati ya hii? Mimi mipira yote, mimi najua V1 ilikuwa sifungu. Yaani 1 against 1. Mimi Mbeya hapa, mimi nilikuwa ni fundi. Yaani wewe unasema ni goli, lakini 1 mimi mtu na mtu, striker na mimi nilikuwa sifungu. Hapa mastreka wa Mbeya ndio walikuwa wananifahamu mimi kwa sababu 1 against 1 mimi nilikuwa mzuri sana. Nilikuwa naamini sana kama ile sasa hivi magolikipa Ulaya wanacheza miguu hivi, si ndio? Lakini mimi nilikuwa mtaalamu sana wa kutandika reli, tulikuwa tunaita reli. Yaani mimi naweza kuburuzika kutoka hapa mpaka kule, ndio maana mimi mwili wangu wote una vidonda. Kwa sababu nilikuwa mtaalamu sana wa kutandika reli na nilikuwa hicho ndio ilikuwa kinanibeba siku zote, reli alafu na cross. Nilikuwa na uwezo wao nazo sana. Kwa goalkeeping ukiacha cross ujue ni goli. Na V1 mmoja goalkeeper pamoja na mchezaji nilikuwa sifungu mimi. Kwa hiyo hata penalti umezifuta sana. Penalti mimi nilikuwa sio mzuri sana, lakini kwenye 5 huwezi kufunga zote. Mimi kwenye 90 ukweli nilikuwa mzuri. Ila kwenye miguu 12 nilikuwa sina kipaji hicho sana. Ila nilikuwa na uwezo huo sana 2 au 1. Lakini kuna wengine walikuwa wananizidi kwenye hicho, lakini kwenye dakika 90 mimi wengi sana nilikuwa nawachukua. Ila kwenye miguu 12 na mimi kuna wengine walikuwa wananifua, ijapokuwa nilikuwa mzuri. Sawa. Umesema kwenye penati ulikuwa sio mzuri sana. Hivi kwa nini golikipa, kwa sababu anafahamu ikitokea penati ni jukumu langu, kwa nini wengi unakuta inapofika changamoto ya mikwaju ya penati anasema jamani mimi sio mzuri, lakini huyu ndo golikipa wetu? Shida inakuwa nini? Inategemeana na flexibility ya goalkeeping. Kwa sababu wewe unayepiga penalti unaona goli dogo. Mimi ambaye niko pale naona goli dogo. Mimi napewa 5%, wewe unapewa 95%. Sasa kati ya mimi na wewe nani anatakiwa muogope mwenzio? Si wewe, mimi natakiwa nikuogope wewe? 95%. Mimi nina 5 tu za kukaa pale. Lakini wewe unaona goli dogo, mimi naona kubwa. Kwa mara nyingi goalkeeping unavyokuwa pale, ukifanya tu mbwembwe 2-3 lazima mtu anaweza kababaika. Ni hesabu tu. Kwa sababu ukisema uondoke na mpira unapita. Ndio maana goalkeeping kwenye penalti tunaenda na hesabu na mguu wa mtu. Unaweza kubahatika, ukaenda hivi ukabahatika. Kwa hiyo ukikosea basi huwezi kwenda sawa. Mtu anashuti na wewe uondoke, mpira una kasi kuliko wewe. Kwa hiyo lazima uondoke ule mpira ni sekunde 2 umefika kwenye nyavu. Sasa wewe inabidi uondoke kabla ya sekunde ya kwanza ili mpira ukukute ukiwa kwenye tukio. Naam. Nyanda kweli kweli. Wali nazi, mambo mazuri kabisa ambayo tunaendelea kuzungumza hapa na ndugu yetu mkongwe huyo ambaye kwenye soka la Tanzania hata hivi sasa yeye anasema amepumzika. Si sawa? Bado nafanya training. Kwa tukisema ukakipige? Mimi napiga kwenye ndondo sasa hivi nipo sana. Ila bado kwenye klabu sipo kwenye mashindano sana. Ila kwa baadaye kwa sababu eji naenda nataka sasa hivi na mimi kwa sababu nimekulia kwenye karia ya football. Ishara Mwenyezi Mungu akitujalia ikitokea kozi yoyote sasa hivi nataka na mimi niende nisome alafu. Umezungumza kwenye kusoma. Mpaka hivi sasa baada ya kustaafu namna gani unataka utuonyeshe kipaji chako kwenye soka nje na kucheza? Kwa sasa hivi kwa sababu vilabu vya Mbeya viko vingi. Kwa sababu wangekuwa wanajua watuangalie sisi kwa sababu sisi tunakuwa na machungu na mkoa wetu. Umeona kuwa na mchungu na mkoa na sisi tunataka kwetu tuonekane tupo. Kwa sababu kama nikiishia kama Walinazi hivi tu niishie hivi niwe mkulima sitaweza.
bado mpira naupenda. Kwa hiyo inabidi na mimi niende kidogo nipate kozi, alafu nitafute klabu, academy zipo nyingi, alafu tuwafundishe watoto, tuwalisishe ambacho Mungu alitupa, kwa sababu tukifa nacho mwisho wa siku tutadaiwa mbinguni. Mimi nilikupa thawabu hizi, mbona kuwagawiwa wenzako? Kwa hiyo ulicho nacho lazima ugawiwe mwenzio. Lakini kozi imeanza au bado? Kozi nimepita kozi ndogo nikiwa huko Zambia, lakini siwezi kusema ni ya kozi huko. Nasubiri ya huko kwetu Tanzania ikitokea niende, alafu baada ya hapo najua mambo yatakuwa mazuri, kwa sababu football naijua. Cheti sio kujua. Mimi najua hata kesho kinipa ni train mtu, wiki 3 tu atakuwa na mabadiliko makubwa sana. Kuchukua cheti ni sehemu tu moja wapo. Unaweza kuwa mwanasiasa lakini usisome alafu ukawa kiongozi. Kwa hiyo mimi nina imani kwamba mimi naweza kufundisha sehemu yoyote ile. Kwa hiyo cheti ni sehemu moja wapo tu ya kusema ni mimi nimepita. Lakini walimu upo kwenye moyo na walimu upo kwenye confidence. Mimi ni mwalimu kwa sababu nimecheza. Unaweza kawa wewe hujacheza tu kumtangazaji, lakini ukafundisha mtu. Lakini mimi nimecheza pia, nikimfundisha mtu atakuwa mzuri kuliko wewe uliyemfundisha. Kwa sababu mimi najua mbinu hii mechi sasa hivi tumeelemewa, inatakiwa upumzike au tufanyaje. Kwa hiyo niko vizuri. Hata nikipata mtu yoyote kwenye benchi la ufundi naweza nikakaa na nikawafundisha watu. Sasa kwa sababu sina karatasi. Kwa hiyo kama dereva una leseni lakini dereva mzuri. Kwa hiyo sijajua sasa. Sinajua nchi yetu tunaongozwa kwa makaratasi, sio kwa vitendo. Kwa hiyo mimi kwa vitendo mimi niko juu, ila kwa makaratasi bado. Kwa hiyo tusubiri. Lakini mpango si upo. Mpango upo. Sawa, Walinazi, hivi sasa tunavyozungumza kwenye maendeleo ya mchezo wetu wa soka hapa nchini, tumepiga hatua kubwa sana. Kitu cha kwanza tunashuhudia timu yetu ya taifa inafanya vizuri, lakini si timu ya taifa tu. Kuna maendeleo ambayo kwenye misingi ya kuwajenga watoto. Kuna ligi za vijana. Yaani timu inayoshiriki ligi kuu lazima iwe na timu ya vijana. Wale vijana ndo wale tunaanza kuwaona mmoja napandisha kwenye timu za wakubwa. Kuwepo kwa haya mashindano ya vijana kwa sasa, zamani haikuwepo. Ni namna gani ambavyo inachochea kukuza vipaji vya wachezaji wetu na kuinua uwezo wa timu yetu ya taifa? Mimi nafikiri hili ni jambo jema kwa vilabu vyetu, lakini sasa tunakuwa tudumu na watoto. Mtoto anakuja miezi 6, msimu mwingine tena tumeshaondoka, tumechukua watoto wengine. Kwa hiyo unajua tunakuwa tuendi mbele tunarudi nyuma. Wewe hata kama una mwanafunzi ukikaa naye miaka 3 au miaka 2 hawezi kuwa mjinga kiasi hicho, na mimi nafikiri atakuwa anakuelewa sana. Lakini kila mwaka kama unachukua trend, mwisho wa siku tutakuwa tufiki. Mwaka huu unakuta Mbeya City under 20 wazuri, mwaka kesho baada ya wao wazuri mara 2 unakuta tena wana drop. Kwa sababu gani? Kwa sababu watoto tunafanya nini? Wakitoka kule wanatawanyika, hatujui tunawaweka wapi. Wao unawakusanya watoto bado wiki 2 ndio tunaenda kwenye mashindano. Huyu amekula nini, amefanya nini, tunakaa pamoja wiki 2. Tukitoka kule hamna timu. Kwa hiyo tunakuwa tuna majina kwenye makaratasi. Under 20 zipo lakini sasa tunatimiza tu vile vigezo kwamba iwepo. Under 20 zipo lakini zipo kwenye makaratasi, kwa sababu mtoto anakaa Nzovu anampigia simu, kesho tunaanza mazoezi mje. Anakaa Iunga, inakuwa hivyo. Lakini tungekuwa kama wenzetu, kinatuchukaba sisi tunajua kuongea lakini tunakuwa tuna vitendo. Ndio maana tunashindwa kuwa na wachezaji ambao wana kitu cha moja kwa moja ambacho ni endelevu. Akipumzika tena unaanza upya. Hicho ndugu mtangazaji. Sawa, lakini pia kuna maendeleo kwenye soka la wanawake katika ulimwengu hivi sasa. Ni namna gani kidogo naweza kugusia huku maendeleo ya soka la wanawake? Na sisi kwetu ligi ipo na tunaona timu zetu Twiga Stars wanafanya vizuri sana huko. Ni kitu gani ambacho kidogo naweza kudodosa kuhusiana na hili? Mimi nifikiri kwa sasa hivi tumepiga hatua. Uongo kutoka kwa rais wa TFF sasa hivi kidogo vifaa vipo vinapatikana. Na kitu cha kwanza kwenye mchezaji, unakuta wachezaji wengi wanatoka kwenye familia maskini. Huwezi kumkuta mchezaji ambaye kwao kuna hela anacheza mpira, atatoka wapi? Wote wachezaji tunatoka kwenye familia maskini. Ndio maana utakuta kila mchezaji anatoka kijijini, hakuna mchezaji katikati ya jiji. Au akitoka katikati ya jiji amehamia tu. Kwa hiyo kila mtu anatoka kwao mbali, umeona? Kwa hiyo kitu ambacho kipo naona ni kizuri. Na pia timu zetu za taifa za wanawake zinafanya vizuri, na pia hata kwenye mikoa, hata kwenye timu za wanawake za kuu zinafanya vizuri. Kwa hiyo ni jambo jema. Mimi nafikiri tunasonga mbele. Nafikiri 2027 tunaweza tukafanya vizuri hata Afrika ikiwa kwetu hapa.
Okay. Sawa. Walinazi, hivi sasa tunarejea. Golikipa wako bora kwa nyakati zote ambazo umekuwa ukicheza, ama role model wako ni nani? Mimi kwa kipindi hicho mimi nilikuwa bado mdogo, walikuwa wanafanana, wananiambia kule kijijini, nafahamu mtu anaitwa kule kijijini kwetu wanaita Chachala Muya. Kwa hiyo Chachala Muya nasikia alikuwa na mbwembwe sana. Kwa hiyo na mimi ukinikuta golini mimi ni hatari. Mbwembwe zipo. Kwa hiyo mtu anaitwa Chachala, huyo sio kupoteza, mbwembwe za mpira. Unajua zamani magolikipa walikuwa wanasifika kwa ajili ya mbwembwe. Kuna golikipa mmoja wanamuita Chachala Muya. Sasa huyo Chachala Muya mimi nimemuona wakati ameshakuwa mtu mzima. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wananiona mimi nilipocheza mpira shuleni walikuwa wananiita Chachala Muya. Sasa kwa sasa hivi magolikipa ambao mimi nakumkubali sana kaja Chachala Muya, huyo simjui. Mwameja, sawa. Kuna Kaseja, umeona, au watu ambao wamepita kwenye karia, yani wanafanya mpira kweli, wanafanya mazoezi na wanafanya vitendo, sawa. Mimi nifikiri hapa kwa sasa hivi goalkeeper ambaye alikuwa bora sana kwenye Tanzania hii, mimi namkubali sana Aishi Manula, kwa sababu naona akiwa kwenye anacheza, unajua unapocheza kila siku unakuwa uko fit kila siku, si ndio? Kwa hiyo ukikaa benchi lazima kidogo unakosa confidence, unashuka. Kwa hiyo hata kama bondia kila siku yupo anapiga jebu, lazima awe fit, lakini akipumzika atakuwa anashindwa sana kupiga bibo si nini. Hata goalkeeping yuko hivyo, kila siku kama unacheza mechi lazima uwe una confidence. Kwa hiyo mimi naamini sana Manula. Okay, sawa. Na hivi sasa tunatamani uweze kututajia kikosi chako bora. Haijalishi utachukua ni wachezaji wa sasa, ni wachezaji wa zamani uliocheza nao. Tunataka wachezaji 11 uwanjani, lakini pia atakuwepo mwalimu ambaye atasimama pale na wachezaji 5 mbao ndefu. Twende kazi. Mimi nafikiri tukianza kikosi cha zamani, kuna golini atakaa Walinazi, sawa? Mwenyewe. Kulia kuna mtu mmoja ni marehemu anaitwa Israel Mwambona. Sawa, alikuwa jeshini, sawa. Wengi watakuwa wanamfahamu, ni kizazi kipya lakini ni marehemu sasa hivi. Namba 3 naweza kumchukua Stefano Mwasika kwa mimi. Sawa? Namba 4 kuna mtu mmoja alikuwa prison pale, sawa? Alikuwa anaitwa Seka Bugoya, sawa. Kuna namba 5 kipindi hicho namkubali sana, alikuwa anaitwa Olaf Mwamlima. Sawa? Huyo mtu alikuwa hatari sana. Sawa? Namba 6 mimi naweza kumchukua Kagoma. Huyo mtu wa kukaba sana. Sawa? Huyo wa Simba huyo. Kikosi hicho, sawa. Namba 7 kwa sasa hivi ambaye mimi namkubali sana, ambaye akachukua namba yangu kwa muda wote. Sawa? Kuna mchezaji mmoja jina linanitoka kidogo. Yupo wapi? Amestaafu ama? Hapana. Mchezaji wa Simba, sawa, anacheza namba 7 mpaka hivi sasa. Namba 7 Mpanzo. Huyu Mkongo anaitwa Mpanzo, sawa. Nachukua namba 7, sawa. Tumefika namba 8. Mimi namchukua namba 8. Namba 8 nitamchezea Steven Mazanda, sawa. Namba 9 namba 9 nitamchukua Medi Kagere. Huyo mtu mimi namterminator, namkubali sana. Namba 11, sawa, namba 11 mimi namba 11 atakuja, kuna mtu mmoja anaweza kacheza 11, anaweza kacheza namba 11. Mimi nitamchukua George Mpole kwa mimi. Namba 10? Namba 10, namba 10 nitachukua George Mpole. Namba 11 mimi wa kwangu siku zote atacheza Benjamin Asukile, lakini wengi walikuwa wanazoea pale prison alikuwa anacheza kama fullback au namba 7, lakini mimi wakati nacheza tulikuwa tunamchezesha namba 11 kwa sababu nilikuwa naaminia hata kidondoka mara 100 lakini atainuka, ataenda tena. Unaona tukija pale kwenye goalkeeper namba 2 pale, mimi namkubali sana, atakuwepo Aishi Manula. Sasa ukisema kwa nini hata tukikutana mimi na yeye, japokuwa mimi anifahamu vizuri, lakini naweza kusema hichi kweli ni chuma. Sawa, namba 2, sawa, fullback wa Simba huyu alitoka Yanga ya Simba. Hapana. Yupi? Israeli, sawa. Dogo namkubali, anajua kukaba. Sawa. Atakayekaa pale tena namba watu 5 wa pale, sawa. Atakuja Oscar Mwajanga. Wengi najua mfahamu, lakini huyu ni striker mzuri sana. Yuko Mbeya hapa. Sijui kama mnampata. Oscar Mwajanga alikuwa prison. Sawa.
mimi hao watakuwa ni watu wangu ambao wanaokubali. Alafu mwalimu pale mimi nitamchukua Mwambusi, mimi namkubali sana mwalimu. Msaidizi wako utampa nani Mwambusi? Mwambusi nitampa marehemu Obi Sakabuka. Ijapokuwa hayupo, lakini alikuwa ni mwalimu ambaye anaweza kukaa na wachezaji alafu wakaingiza kitu. Sawa, Wali Nazi, una lolote la kutuacha nalo wana michezo? Waandishi wa habari, mimi nafikiri labda mkiwa kwenye michezo muandike kitu cha mchezo. Kama mkiwa kwenye siasa basi muandike siasa. Mimi ndio langu hilo. Sawa. Huyo ni Wali Nazi, ametueleza mengi mazuri kabisa ambayo yamesikika hapa kunako kipindi cha Ngome ya Michezo hapa Baraka TV. Punde tunarejea kukamilisha na mwenzangu Deriki Rwasi. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo. Karibu Beni Pambakali, ni duka la nguo ambao linapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakusamini sana mteja wetu. Deliver tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, asante. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri, rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka. Wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School. Ngome ya Michezo. Ngome ya Michezo. Na mtazamaji wa Baraka TV, moja kwa moja nimekuambia mwenzangu Deliki anarejea hapa. Leo lile la Baba Nongi atajitaja mwenyewe japo nimetaja. Tayari ushataja hilo. Naam. Leo Wali Nazi umeshiba? Wali Nazi. Umeshiba? Bwana. Umeshiba? Nimeshiba na amenikumbusha mbaya, unajua. Alikuwa kwa kipa wangu pale Kimondo. Nyie ndo mlikuwa mnawaambia kwamba
Chachawiza. Ni miongoni mwa magolikipa ambao nimefanya nao kazi vizuri. Kipindi kile niko Kimondo. Ile 2000 msimu wa 2016 2017. Mimi nikiwa afisa habari pale. Kimondo ya moto. Yeye alikuwa pale, yeye pamoja na Peter Mashenzi golikipa mmoja sasa hivi msimu uliopita alidaka Stand United. Lakini alikuwa Geoffrey Mwaliego. Golikipa alikuwa pale Mbeya City kipindi fulani akaenda Zambia. Ni miongoni mwa golikipa ambao walifanya vizuri japo timu yetu haikufanikiwa kupanda na ilishushwa kikanuni. Sababu timu ilishindwa kusafiri kwenda Songea kucheza na Mlale JKT. Basi kanuni zikasoma. Na ni tukio ambalo Jose hajalisimulia lakini mimi nalikumbuka vizuri. Nalikumbuka vizuri sababu si afisa habari. Sababu tutakiwa tuje tucheze na namba ya kwanza kwenye uwanja wa Sokoine hizi mechi za FA. Na budget yetu sisi tulikuwa tumeipanga kwenda kucheza na Mlale JKT. Lakini baadaye ratiba inatoka ninaniambia mtatangulia kwanza kucheza mechi ya FA alafu ndio muende na Mlale. Kumbuka timu ipo camp wapi? Mbozi Valvao. Kwa ile budget ambayo tulikuwa tumeipanga kama viongozi ya kwenda Songea ikabidi tuivuruge timu ije wapi? Ije Mbeya. Tukiamini kabisa si pesa itaingia FA. Bwana kilichotokea ni siri ya mtungi. Nilikuwa napiga simu mara nikatishiwa kufungiwa mara nini. Yaani ilikuwa ni vululu. Ele siingie ikaja kaingia kwa mafungu, timu kashindwa kusafiri. Na kipindi hicho sasa mmiliki wa timu Eli Kiminga anaumwa. Mwenyekiti wa halmashauri na timu namtegemea yeye. Unaenda kumfuata mgonjwa? Ndio ule kwamba tunaomba hela. Tunasema ni ngumu. Yaani ilikuwa ni ngumu, huwezi kumfuata mgonjwa kwamba tunaomba. Tayari hela ipo ambayo itakaye watu msafiri. Alafu kuna ratiba hapo katikati wenye mpira wao ushaweka mambo yao. Tukaenda tumekuja kucheza. Tutumieni sasa ile hela tukompensate hapa tuwafuate Mlale. Mpaka kesho ikashindikana. Bwana. Timu kashushwa kikanuni. Lakini kuna kitu ambacho amekizungumza Walinazi. Amesema anamkubali sana Aishi Manula. Yes. Ni miongoni mwa magolikipa wazuri nchi. Amesema Aishi Manula anamkubali kutokana na uwezo wake. Licha ya kuwa amesema anaheshimu ubora kina Kaseja na magolikipa wengine. Sasa wewe nataka uniambie namna ambavyo Walinazi alikuwa anacheza uwanjani kipindi hicho. Unamfananisha na golikipa gani? Unamkumbuka Kevin Yaule? Ulikuwa bwana mdogo, kwa bado kijana mdogo sana. Kuna golikipa mmoja kwa tukustari kwa anaitwa Kevin Yaule. No, sio Kevin Yaule, Kevin Mhagama. Alikuwa anaitwa Kevin Mhagama. Nikajua utasema costume. No. Alikuwa ni Kevin Mhagama. Alikuwa miongoni mwa magolikipa wazuri sana. Kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, alitokaga Tukuyu akaenda Simba kama niko kumbukumbu ziko vizuri. Basi ukimwangalia Kevin Mhagama alivyokuwa anacheza, ndivyo ambavyo alivyokuwa anacheza ndugu yangu sasa Walinazi. Kwa hata tulivyokuaga kampeni nilikuwa namfananisha kabisa na Kevin Mhagama. Yes. Sawa. Walinazi amesema amepumzika kusakata kabumbu. Wewe unasema umesakata. Umepumzika ama wewe ushatandika daruga? Mimi ndo nilitangulia kabla yake. Ndo nauliza umepumzika au umetandika daruga? Mimi ndo nilitangulia kabla yake kutundika daruga. Yeye hajatandika daruga. Yeye amepumzika. Kinapigwa. Kinapigwa. Mimi hapana, mimi nimepumzika. Mimi nimetundika. Umetundika daruga. Unajua hata umri. Ni kijana mdogo bado. Kwangu ni bwana mdogo. Kwa hiyo mimi nimetundika kabisa zinaning'inia na ninda. Sababu mimi nimetundika daruga toka 2011. 2011. Sasa miaka mingapi mpita? Miaka 15. Yeye bado kijana mdogo. Na ndio maana ukikutana naye kwenye ndondo unamkataa kama ni yeye. Bado yuko vizuri kijana, nimpe mkataba leo. Yes, bado yuko vizuri. Sawa. Lakini nimependa alivyosema kwamba anataka akasomea masuala ya ualimu. Unajua magolikipa wengi au niseme wachezaji wengi ambao wamecheza kwa kipindi fulani na waliopita kwenye zile haso wanajua kabisa hata wanavyoenda kufundisha wanajua namna ya kuwaenda wachezaji. Unajua uwezi tu kama mwalimu halafu hujapita kwenye hizi mbilinga. Mchezaji lazima umjenge. Kuna muda kisaikolojia achana tu na kumjenga kimchezo. Kwa sababu kuna vitu anaweza kana pitia na mwambia bwana hivi. Mbona sisi tumepita zaidi hivi bwana. Unasema tu mwezi mmoja tu haja kulipa. Sisi hatujalipa miezi 4, miezi 5. Unaona? Kwa unaona kabisa namna gani unamjenga mchezaji, unajua kabisa ndiko na mtu wa aina gani. Unaona? Sawa, tunafika tamati. Baba Nongi. Mwilu. Usinga hausahauliki. Hapa kidogo leo
Hivi hapa napiga rangi gani? Wapi? Kwenye hii nyeusi. Yaani wewe ni captain afu hujui. Ndo nauliza rangi gani itapendeza hapa? Hapa. Nyeupe. Nyeupe. Lakini usinga mweupe unao? Usinga. Ndugu yetu nyuma ya kamera na mtozi wetu atanitafutia usinga mweupe. Naitwa Derrick Lwasi. Baba Nongi. Huyu anaitwa Ezra Mwilwa. Usiondoke, endelea kutazama vipindi vinavyofuata hapa Baraka TV. Asante. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Karibu Beni Pambakali, ni duka la nguo ambao linapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakusamini sana mteja wetu. Delivery tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana. Asante. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Form zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri, rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka. Wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo.